Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, tunaendelea na darsa yetu hii ya mnasaba Ramadhan wa kitabu chetu hiki Fusul fi Siyam wa Tarawih wa Zakah cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Leo tupo katika fasli ya pili, faslu thani fi hikam as-siyam wa fawaidihi, katika kuzungumzia hikma za funga na faida zake. Min asma'i Allah ta'ala al-Hakim, miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala anaitwa al-Hakim. Wal-Hakim man ittasafa bil hikma, na hakim maana yake yule ambaye mwenye kusifika hikma. Man ittasafa bil hikma, yule ambaye mwenye kusifika kwa hikma. Wal-hikma, na hikma maana yake itqanul umuri, kuyafanya vizuri mambo, wa wad'iha fi mawadhiha, na kuyaweka mahala pake. Wa muqtadha hadha al-ismi, na muqtadha jina hili, min asma'ihi ta'ala, katika majina yake Allah aliyetukuka, anna kulla ma khalaqahu Allah, kwamba kila alichokiumba Allah ta'ala, au shara'ahu, au amekiweka sheria, fahuwa li hikmatin baligha, hiyo inakuwa ni kwa hikma kubwa. Alimaha man alimaha, amejua mwenye kuijua, wa jahilaha man jahilaha, na hajajua yule ambaye hajajua. Walisiyami alladhi sharahu Allah wa faradahu ala ibadihi hikamun adhima, na inafunga ambayo Allah ameiweka sheria na imefaradhisha kwa waja wake hikma kubwa, wa fawaidun jamma, na faida nyingi. Famin hikami siyam, basi miongoni mwa hikma za funga, annahu ibada, kwamba funga ni ibada, yataqarrabu biha al-abdu ila rabbih, anajikurubishia kwayo mja kwa Mola wake, bitarki mahbubatihi, kwa kuacha yani vile vitu ambavyo anavyovipenda, almajbuli ala mahabbati, vile viumbiwa juu ya kuvipenda, yani kimaumbile, yani viumbiwa juu ya kuvipenda vitu hivyo. Almajbuli ala mahabbati, vile viumbiwa juu ya, au vilivyoumbiwa juu ya kupendeka kwake, min taamin, kuanzia chakula, wa sharabin, na kinywaji, wa nikah, na ndoa. Ngapo nikah anaweza kusudia lile tendo la ndoa lenyewe, kwamba analiacha lile kwa ajili ya kufunga, kufanya lile tendo la ndoa. Lianala bidhalika ridha rabbih, ili apate kwa jambo hilo ridhaa za Mola wake. Walfawz bidari karamati, na kufaulu katika nyumba ya ukarimu wake. Fayatabayanu bidhalika itharuhu limahbubati rabbih, inabainika kwa jambo hilo kuchagua kwake anavyovipenda Mola wake, ala mahbubati nafsihi, juu ya vile ambavyo anavyovipenda nafsi yake. Walidari al-akhirah ala dunya, na kuichagua nyumba ya akhira dhidi ya nyumba ya dunia. Wa min hikami siyam, kwamba miongoni mwa hikma za funga, annahu sababu litaqwa, kwamba funga ni sababu ya taqwa, kumcha Allah. Idha qama as-saimu biwajibi siyamihi, pindi atakaposimama mfungaji kwa wajibu wa funga yake. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam wa kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fasaimu ma'murun bitaqwa Allah azza wa jalla, mfungaji ni mwenye kuamrishwa kumcha Allah. Wa hiya imtithalu amrihi, na kutekeleza maamrisho yake, wa ijtinabu nahyi, kuepuka makatazo yake. Wadhalika huwa almaqsudu al'azam bisiyam, na hilo ndio kusudio kubwa la funga, kutekeleza maamrisho, kuepuka makatazo, na hiyo ndio kumcha Allah. Walaysa almaqsudu, na sio makusudio, ta'dhiba as-saim, kumwadhibu aliyefunga, bitarki al-akli wash-shurbi wan-nikah, kwa kuacha kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa. Si lengo hilo tu, labda kaona kama vile ni adhabu. La, na tendo la ndoa linafaa, lakini usiku, sio mchana wa Ramadhani, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza, uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nishaikum. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu amesema, man lam yada qawla az-zur, asiacha kauli ya uongo, wal amala bihi, na kuifanyia kazi, wal jahl, na yale mambo ya kijinga ya kipuuzi,
falaisa lillahi haja, basi hakuna haja yoyote kwa Allah fi an yada ta'amahu wa sharabahu, katika kuacha kula kwake na kunywa kwake. Kwa maana kutakuwa hakuna faida yoyote umefunga alafu ukawa unaongopa unafanya mambo ya kipuuzi ambayo yasiofungamana na funga. Kwa maana kutakuwa hakuna haja yoyote ya wewe kutokula na kutokunywa, kwa maana kutakuwa na faida katika funga yako. Sheikh anasema rahimahullah, qawlu zur, anasema kullu muharramin, kila kilichoharamishwa, min alkadhib, kuanzia uongo, wal ghiba, na kuteta, wan namima, washatim, na kutushi, wa ghairiha min al-a'mal al-muharrama, na mengineyo katika matendo ya haramu. Wal amalu bizur, yani al-amalu bikulli fi'lin muharramin, ni kufanya kila kitendo cha haramu, kuanzia uadui ala nas, min al-udwani ala nas, kuanzia kuwafanyia uadui watu, bi khiyana, kuwafanyia khiyana, wa ghishi, na ghishi utapeli, wa dharbi al-abdan, kupiga miili yao, akhdhi al-amwal, kuchukua mali zao, wa nahwi, na mfano wake. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه, na pia niingia katika hilo kusikiliza kile ambacho ni haramu kusikiliza kitu hicho, min al-aghani al-muharrama, katika nyimbo za haramu. Wal maazif wa hiya alatu lahu, na maazif ni vifaa vya lahu, yani mambo ya kipuuzi. Wal jahl huwa as-safah wa huwa majaniyatu ar-rushd fi al-qawli wal amal, ni ubure katika ni ubure wa uongofu, ni ubure wa uongofu katika kauli na amali. Asafa ni ule uendawazimu, yani uwehu. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية, pindi atakapopita mfungaji kwa dhumuni la aya hii, wal hadith, na hadithi, kana siyamu tarbiyata nafsihi, na kuwa funga ni kuilea nafsi yake, wa tahdhib akhlaqihi, na kuziadabisha tabia zake, wastiqamata suluki, na kunyooka mwenendo wake. Walam yakhruj shahr Ramadan, na wala hautoki mwezi wa Ramadhan illa isipokuwa kad taathara taathuran balighan, takuwa ameathirika kuathirika kuliko kukubwa. Yadhharu fi nafsihi, kuna dhihiri huko kuathirika katika nafsi yake, wa akhlaqi, usluki, na tabia zake na nyenendo zake. Pia Sheikh anasema wa min hikami siyam, ni miongoni mwa hikma za funga, anna al-ghaniya ya'rifu qadra ni'mati llahi alayhi, kwamba tajiri anafahamu kiasi cha neema ya Allah juu yake, bilghina, kwa kumtajirisha, haithu, kiasi kwamba inna Allah ta'ala, kwamba Allah aliyetukuka, qad yassara lahu al-husula ala ma yashtahi, amemfanyia wepesi yeye kufikia anachokitamani, kwa sababu ana uwezo, kwa chochote anachokitamani anakipata. Min ta'amin wa sharabin, kuanzia chakula, kinywaji, wa nikah, mimma baha Allahu shar'an, katika ambalo yahalalisha Allah kisheria, wa yassarahu lahu qadran, na amemwepesishia yeye. Fa yashkuru rabbahu ala hadhihi an-ni'ma, namshukuru Mola wake juu ya neema hii. Wa yudhakkiru akhahu al-faqir, na anamkumbusha ndugu yake fukara, alladhi, yule ambaye la yatayassaru lahu al-husulu ala dhalik, yani aimwepesiki yeye kufikia hayo. Fayajudu alayhi bisadaqa wal-ihsan, kwa anamfanyia ukarimu wa kumpa sadaqa na kumfanyia ihsan. Wa min hikami as-siyami at-tamarrun ala dhabti an-nafs was-saytara alayha, ni tamarrun, yani kujipa mazoezi juu ya kuidhibiti nafsi na kuitawala juu yake, hata yatamakana min qiyadatiha, ili aweze kuiongoza hiyo nafsi, lima fihi, kwa mambo ambayo khairuha, kuna khairi yake, wa saadatuha fi dunya, na kuna kufaulu kwake duniani, wal akhirah, na akhirah. Wa yabta'ida, na ajieke mbali, an an yakuna insaniyan ala an yakuna insanan bahamiyan, na ajieke mbali kutokana na kuwa mtu ambaye anafuata nyenendo za kiunyama, sio nyenendo za kiutu. La yatamakkanu min man'i nafsihi, awezi kuizuia nafsi yake, an ladhatiha wa shahawatiha, kutokana na ladha yake na matamanio yake, lima fihi maslahatuha, wa mambo ambayo ndani yake kuna maslahi yake. Wa min hikami siyami, na miongoni mwa hikma za funga, ma yahsulu min alfawaid as-sihhiyya, katika yale ambayo yanapatikana katika faida za kiafya, annatija, zinazozalikana, an taqlili at-ta'am, kutokana na kuwa kichache chakula, wa irahati al-jihaz al-hadmi,
pia na kupumzisha ile mashine ya kumeng'enyea, aljihazul hadmi, ile mashine ya kumeng'enyea chakula. Kwa hiyo unaipumzisha fatara muayyana, kwa muda maalum. Wa tarassubi ba'dhi alfadalati warutubati dharra biljismi, na kuondekana baadhi ya vitu yani baadhi alfadalat. Ni atarassub ni maana yake kwamba ni takawun sa'il fi aljism ghayra qabil lidhaban, ni ile hali ya kuondekana kimiminika katika kiwiliwili ambacho au kitu ambacho kumeng'enyeka kwake ni kugumu. Kwa nasema watarassub, na kuundika baadhi alfadalati, baadhi ya vile vitu mabaki yale ya vyakula katika mwili, warutubati, na vile vitu vya maji maji, vile vitu laini laini, adharra biljismi, yanudhuru mwili, wa ghairi dhalik. Maana kama utakuwa umefunga kwamba itakuwa ni sababu ya wewe kuweza kujikinga na mambo kama hayo. Naam, insha Allah taala tayshaba kuanzia al-fasl al-thalith. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.